tunawaya. Unajua katika umri tuna mengi ya kufikiria. Maisha ya siku hizi hayana fundi Bella. Yaani namuendesha kila mtu kama tawi lililosukuma kutoka tagani na kupeperushwa na upepo. Tukisema ni umri, tunasingizia Bella. Hebu tazama. Wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini, walioajiriwa na waliokosa ajira. Wote tukisikia sauti zao. Ni za vilio. Na nyumba ipo na kimya hivi leo. Mtoto ameshalala. Amekula. Tena vizuri. Lakini labda ndio chochote. Nadhani umefanya mazoezi mengi shuleni. Kwani unacheza maana jana kwa ajili ya hafla shuleni Bella? Wanacheza pia kuimba. Hiyo ni bora siku hizi. Hapa unaruka sana. Mimi. Nani ndio bila wakati lemi. Anitoka shule. Kabla ya chochote. Unionyesha niendoko. Ninaingua aliyofunga pale shule. Mashallah. Mbona hajapata kunionyesha? Na kati zenu zinapitana. Ukija bado unaingua ndio usingizi. Na ukitoka bado kwa pale analala. Nakwambia kazi hizi nazo ni kama safari za hera Bella. Mwisho wake hakuna mwenye habari nazo. Yaani tunang'ang'ana imekuwa ni kama mfano wa gurudumu kwenye gari la masafa marefu. Inamenyana tuna ardhi si pa mvua, si pa jua. Yaani tukapeperushwa na upepo. Alafu mshika kama kule chini. Anaona raha sana kwa siku yumbishwa. Hayo ndio maisha. Usipoyumbishwa unakaa mjinga. Aidha asema ndio chanzo cha kuingiza. Lakini maskini mwanangu. Sipate kusema naye. Sili naye. Sizungumzi naye. Uzazi gani huu sasa Bella? Fai kujililia wala kujirudia. Shukuru tu kwangu na kibarua narudi jioni kama mwanao japo ukiwa usingizini. Mimi nimeishi kufanya kazi. Sijaona wanangu mpaka sasa wamepevuka na wanavahua. Kwambia maisha ya sasa yanatuendesha bila sisi tuendeshe. Hatuna hiari. Hayo ndio maisha, si maji ya kunywa. Hasa kwa sisi wenye asili ya madongo kuinama. Yaani unang'ang'ana angalau kutoa kichwa kule nje, angalau kupata tu kuona mwanga Bella. La usivyo, tadima ilivenyesha. Kwanza kuna mafuriko. Si sana leo, hata ningemwayo kabla lali. Lakini ndio madereva wa siku hizo wameingiwa na vitu vingi sana. Yaani ukiona tone kidogo hivi na mvua, panazuka msongamano pasi na sababu. Haya magari mengi, nikachana tu. Yaani, sisi kama abiria tunapanda gari. Kumbe ni badala ugadila na kupanda rangi. Haina, nashukuru nimempeleka mama salama na nikarudi salama. Hivi, umepeleka? Kwa dada yangu Asna. Alikuwa na jambo lipi la dharura ili angesubiri? Hata mimi sielewi. Angesubiri leo tukapiga vumbi usiku kwa nguvu. Mungu wangu. Huyu naye lazima alizamie jambo. Kila jambo anataka kuambiwa. Kila jambo atakaelezwa. Haya, Bella, maisha ya siku hizi yametufanya sisi kwa watumwa. Eti wazazi wetu hawezi kulala kwa wake wao. Ndio mila. Mila gani hiyo? Haya ni ya kale. Na ya kale hayanuki. Kwa sasa tuna basari moja. Ni sawa basi. Wakati huu mwingine akija atamshawishi angalau wake. Unajua katika umri wenu, mna mengi sana kuzungumzia. Tumeiaga siku. Bella, kesho nitaondoka asubuhi na mapema, sawa? Jogo wa kwanza kiwika hivi, umeanza maandalizi. Unajua hiyo ndio wakati wangu. Kila kitu kitakuwa tayari. Alafu niamini utakataa kusoma. Fanya kazi. Amen. Mapema gani? Sisi hachukua hivyo, mapema ni Masudi. Akisha kuamka kukisha babauka, atapata wenzake washaenda naye, kumbuka. Afikae kisimani mapema hunywa maji mengi. Lakini Magalemi, kitu chenyewe bado kichanga, kikikuwa hakitakuwa na mwili kurauka. Hapa alipokaa Juma na Asudi mume wangu. Ndekezo upendavyo. Ona si ndekezo. Ipo siku utakuja kugundua kuwa samaki mkunje angani bichi. Masomo yake vipi? Hapo mwenye mbaya katika mtani uliopita. Kwa maana gani? Alishika nafasi ya alama nzuri kuliko mtani mwingine. Alishika nafasi gani? 20. 20? Alafu unadili kusema yeye kwa vizuri. Ndio alama. Eti alama mafuti. Eti alipandisha alama ya mwenyewe afanye yeye. Afadhali
angeshusha hizo alama na kupandisha nafasi darasani. Lakini Lakini hapa umechoshwa hizo hadithi zako za alama kupanda ili zipotelee pote. Ashakuwa mbungu wa kutupwa. Uone mchele ushaingia mchanga. kuwa moto Baba Lemi. Mimi naona kuwa mtu anajitahidi kadri ya uwezo wake. Japokuwa ni kweli hakushika nafasi nzuri kama hapo awali. Lakini mume wangu, hivi nikuulize, ni mara ngapi amecheza kwa kuwa kubeli? Sisi tunatoka kwa yale naye Mungu anachukua kwa kiasi. Kila tunapozungumzia swala hili nzito unarudi pale pale ni majalio. Umaliza kule wenyewe. Ndio ilifanya nini? Mimi mwenyewe sikuwa mnyonge. Nilijua maana ya bidii. Lakini mume wangu, bidii peke yake haifaulishi jambo. Basi naondoka. Umekunywa chai? Nilishapata kiamsha kinywa kitambo. Nataka niweke kabla msongamano. Wajua kazi zimekuwa nyingi afisini. Ni kweli, yani mashirika yanapoanza kufanya kazi ilali kazi ni ile ile. Yani haja yao ilipunda ape mzigo ufike. Tumekuwa chambo siku nyingi sasa. Baba Lemi, kuna jambo nataka kukupasha. Nipashe. Hivi unavyojua mama yuko mjini. Ningependa leo msilie pondo, ningenienda nikaangalia na madaktari. Fahamu vizuri kuwa mzigo wa majukumu yangu ni mingi. Lakini haya ni maradhi na hayafai kuwekwa kwa ni kuyafuga na italeta madhara. Fahamu vizuri kuwa nilichukua mkopo wa benki kujenga nyumba hii. Na mkopo huo nipi amani, inahangaika kulipa, wewe mwenyewe unaniumbisha. Sisitiza tumpeleke mimi na boarding school. Tena shule yenye gharama mimi. Sengine nitoa wapi? Msokoza anafaa kusomea katika shule ambayo inatia matumaini. Yaani furaha iliyoje mtu kusomea katika shule ambayo ikupi wasiwasi. Mimi wajibu wangu kwenu nishatimiza. Yes, mimi chakula. Unanunua bila shaka. Mavazi. Tunayo. Hivi juzi nilikununulia gari jipi. Naam. Ona mcheche wa Fadhila. Nilishakueleza kuwa majukumu ya familia yangu yanatosha kunishughulisha. Kama mwenzio waniumbisha hapa. Ningependa sana kusaidia lakini siwezi. Jamani. Sema tu lako na la kuagiza, lakini kidevu changu hiki. Kwa hilo si mimi. Mshahara wako sikuombi, sikupangiki. Utakalofanya ni kwa maamuzi yako. Ili kununulia gari jipya kabisa. Shughuli utakazozifanyia pia ni kwa maamuzi yako. Basi kama wale wanawake wengine ambao wana kazi wala baadhi. Na toka hapo nikakupa kibali yako na familia yako kupitia mshahara wako. Sijateta wala kununa. Na tena nikajituka majukumu yote niliyopaswa kutekeleza ili kuziba ufa. Nimejitahidi sana kukuelewa sababu una kazi. Na mshahara wako niliwacha kumsomeshia Asma. Shule upili hadi chuo kikuu ngaje milango ajira haijafungukia. Nimemsomesha Salome. Shule upili chuo kikuu ana first class yake. Tumeshina hapa hadi akapata ufadhili wa kwenda kuendelea na masomo nchi za ng'ambo. Nimejitahidi sana kukuelewa. Ningekuwa kuna leo tukinielewa pia. Haya basi mume wangu, nimekuelewa. Safi basi. Kisha kueleza tangu mipaka ya mahusiano yetu na unaelewa fika kabisa nyumba hii sisi ishi na wazazi wako au wangu. Wajua mila na desturi za kwetu zina maadili yake. Hiyo ni kwa sababu wewe ni kitinda mimba. Safari za wazazi wako zilishia wapi? Kule kwa wakubwa wako. Hivi umesahau kuwa mimi ndiye mkubwa kwetu na safari za wazazi wako zilishia kwangu? Umesahau kuwa huyo mkubwa wangu msemaji na chumba cha wageni bali na nyumba yake. Hata wazee wangu wangekuwa hai, wangeridhia kuja kuishi kwangu. Ndio mafunzo ya mila. Mila gani? Mila gani ambazo zinatamana na nafasi katika dunia ya sasa Bunju? Hata tukalizungumzia swala hili siku nzima. Haita ninge, ndio wapi? Wakati mwingine maisha hayo hufanya kujihisi kama abiria kwa gari liendalo kwa kasi. Unatamani mwambie dereva apunguze mwendo, lakini unakumbuka uendako ni mbali na utaki kufika ukiwa umechelewa. Basi unatulia, japo moyoni una wasiwasi. Hutulii. Wakati mwingine unaingiwa na shaka, dhiki na tuhuma. Unatamani uikate safari, lakini unakumbuka kwa safari itaganda. Bunju ni mume wangu, lakini sijui kama ananielewa kama zamani. Mama wangu mzazi ndiye mboni ya jicho kwetu. Hivi